Hayo yakijiri, kinara wa DCP Rigathi Gachagua amejitetea dhidi ya kukosa kufika kwenye maandamano ya kumbukumbu ya Juni 25, akidai uwepo wake kwenye maandamano hayo ungezua vurugu akiandamwa. Akizungumza nyumbani kwake wa Munyoro, Gachagua amesema kuadimika kwake kwenye maandamano hayo kulizuia uharibifu wa mali na vurugu anazodai serikali ilipanga kutekeleza, kisha kumlimbikizia yeye na vijana lawama. Kama anavyotuarifu Kamau Mwangi, Gachagua pia ametishia kuwashawishi Wakenya kususia kulipa kodi ikiwa serikali haitasitisha mpango wa mamlaka ya uchukuzi NTSA kuanza kukagua magari ya kibinafsi kuanzia Julai mosi. Baada ya kuzomewa mitandaoni kwa kutoonekana wakati ambapo viongozi wengine wa upinzani walifika kujumuika na familia za waliowapoteza wana wao kwenye maandamano ya Gen Z Alhamisi, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua hatimaye amejitokeza kutetea msimamo aliochukua. Akizungumza nyumbani kwake huko wa Munyoro, kaunti ya Nyeri, alipofanya kikao na wanaowania nyadhifa tofauti kwa tiketi ya chama cha DCP kutoka kaunti ya Laikipia, Gachagua amesema aliamua kufuatilia matukio ya Alhamisi kwenye runinga, kauli ambayo anasema iliafikiwa alipobaini kulikuwepo na njama ya kuvuruga maandamano hayo. Mwenyezi Mungu akanielekeza ya kwamba kujikinga sio uoga. Lazima a good soldier must live to fight another day. Na kwa hivyo watu ya Mlima Kenya msione kama sisi ni waoga. Hakuna haja tungepeleka watoto kwa barabara wakauawe. Hakuna haja tungekubali tufungue maduka iporwe na mali yetu iishe. Ni vurugu anayodai ilipangwa na serikali kwa nia ya kumlimbikizia lawama yeye na vijana ambao wangekamatwa siku hiyo iwapo kungekuwa na uharibifu wa mali. Mimi si muoga, kila mtu najua. Lakini mimi ni kiongozi anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo. Mimi nitakuwa ni mjinga. Siwezi kubali mali ya watu yangu iharibiwe. Mimi nitakuwa ni mjinga. Sasa tukikufa tutamtoa namna gani? Tukikufa tutamtoa namna gani? Biashara zetu zikiharibiwa tutakula nini tukigoja kumtoa? Ni kwa sababu hizi sasa Gachagua anawataka vijana kuzidi kujisajili kwa wingi kama wapiga kura na kuhakikisha sauti yao imesikika debeni itakapofika mwaka 2027. Tukiendelea mbele, tujipange vile tutamuondoa.